Unazidi kutazama KTN leo ukiwa nami Davis Mberia. Ni ugomvi wa aina gani ungeweza kumsukuma daktari bingwa upasuaji kutumia kisu cha jikoni kumchoma mkewe? Wachunguzi sasa wanajaribu kubaini chanzo cha mauaji ya Mary Mwende Mutie mwenye umri wa miaka 30 aliyeuawa kinyama kwa kudungwa kisu. Mshukiwa mkuu akiwa ni bwanake Daktari Dennis Masoba Nyambane mwenye umri wa miaka 36. Daktari wa upasuaji katika hospitali ya Kiambu Level 5 ambaye sasa ametiwa kizuizini. Mwanahabari wetu Francis Ontomwa na taarifa zaidi. Ni hapa katika majengo ya Bus Arcade Plaza Kiambu ambapo wawili hawa walikuwa wamehamia hivi majuzi wakitarajia kujenga maisha yao ya pamoja. Lakini wiki mbili tu baada ya kuhama katika vyumba hivi vya kupanga, matumaini hayo yalivunjika. Usiku wa Ijumaa majira ya saa 2:30, Daktari Dennis Masoba Nyambane mwenye umri wa miaka 36 anadaiwa kumdunga mkewe kisu Mary Mwende Mutie mwenye umri wa miaka 30 hadi kifo. Familia ya Mwende sasa imeachwa katika majonzi makubwa. Nilianza kukaa naye akiwa mtoto mdogo wa miaka 3 na nikamlea hadi wakati ule alipomaliza shule na akaoleka. Wamekuwa kwa ndoa kwa muda wa miaka karibu 6. Lakini ilifikia mahali huyu daktari akawa anamsumbua sana. Majirani wanasema walisikia ugomvi ukitokea ndani ya nyumba yao, lakini bawabu wa hapa alipokimbia kutoa usaidizi, Mwende alikuwa tayari amefariki akiwa amedungwa upande wa kushoto wa kifua katika kile sasa wachunguzi wanasema kinaashiria kitendo cha kukusudia kuua. Huyu mama jirani alikuja huko chini ya huyu mjamaa akiitana ati muende mtafuta ambulance. Sasa wakati nilitoka nje nilikuja hapa juu ngakuta huyu mama huyu bwana yake ametunga yeye kisu. Ripoti ya upasuaji wa mwili uliofanywa Jumatatu katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ilionyesha kuwa Mwende alifariki kutokana na kutokwa na damu kupita kiasi. Madoa ya damu yalipatikana katika jengo hili. Wachunguzi wanaamini yanaweza kuashiria kuwa Mwende alijaribu kujiokoa pindi alipojeruhiwa. Wapenzi hao wawili walikuwa wamekaa hapa kwa takriban wiki 2 tu na majirani walikuwa hawajui mengi kuwahusu. Ni mgogoro tu za nyumba. Nyumba ziko na maneno na inafaa kama imeshindikana watu tu waachane juu sasa huyo msichana amekufa bure, ameacha mtoto wake 3 years na sasa bwana na yeye amekamatwa. The medics out there, not all hernias deserve emergency treatment. Wafanyakazi wenza wa Daktari Nyambane waliozungumza nasi wanasema hakukuwa na chochote kumhusu kilichoashiria kuwa angeweza kufanya mauaji ya aina hii. Akaniambia sasa inaonekana mali imefikia hata wezana na hii ndoa. Na mimi nikamwambia nimekushauri kila wakati, hiyo ndoa imekuwa mbaya, waachana nayo, kwa maana huyu jamaa alikuwa kila wakati anaenda anakunywa pombe kulingana na ripoti ya huyu mtoto. Akikuja usiku wa manane anaanza kumpigia kelele, anaanza kumpiga, wanapigana. Wakati mwingine anaenda anakaa nje siku 3 wiki mzima, akimuuliza anaanza kumtishia na kumpiga. Mkasa huu sasa umemwacha mtoto wa miaka 3 ghafla bila mama na baba yake kikabiliana na tishio la kukaa gerezani. Kwa familia ya Mary, majibu huenda yasifute kabisa maumivu ya kumpoteza, lakini wachunguzi sasa wanatafuta kubaini kinagaubaga kilichotokea kabla ya kifo chake. Mahakama ya Kiambu imeruhusu wachunguzi wa DCI kumzuia Nyambane kwa siku 7 huku uchunguzi ukiendelea na akisubiri kufanyiwa tathmini ya afya ya akili. Francis Ontomwa, KTN.